Miaka 50 hii imekuwa mafanikio makubwa. Ndani ya miaka 50 hii tumekuwa na mitaala na hata sera mpya iliyozinduliwa juzi, mitaala yake ilikuwa imeshakamilika na ilikamilika chini ya uongozi wa ndugu zetu wa TETE. Hongera sana TETE. Kwa heshima, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninakuomba uongee na sisi na baadaye utizundulie maadhimisho haya ya miaka 50 ya TETE. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nafasi kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia uzima na afya bora kabisa ya kutuwezesha leo kufanya mbio fupi ndogo ndogo ambazo tumezikimbia leo tukiwa na afya njema, lakini ametujalia kutukutanisha hapa TETE leo kwa lengo maalum kwa ajili ya kazi mbili. Moja, matembezi ya hisani ambayo yanakusanya fedha kutoka kwa wadau mbalimbali kwa ajili ya kuchangia mpango mkakati wa taasisi yetu, lakini mbili, kwa ajili ya jukumu kubwa ambalo tutalifanya baadaye la uzinduzi wa maadhimisho ya miaka 50 ya taasisi yetu hii ya elimu Tanzania. Nataka niwapongeze sana Wizara ya Elimu kiongozwa na Profesa Mkenda, mbunge, waziri wetu wa elimu, pamoja na watumishi wa taasisi wakiongozwa na Madam Komba, ambao pia leo mmeweza kutuandalia hafla hii nzuri inayovutia, na kwa kweli mmetafuta sare nzuri inayovutia. Hongera sana. Hii ni fursa kubwa kwetu sisi wa Tanzania kuungana na taasisi yetu hapa kwa ajili ya kuenzi juhudi za taasisi hii katika kuboresha elimu hapa nchini. Lakini pia tukio hili linafanya kazi nyingine kubwa sana ya kuhamasisha umma na wadau mbalimbali kuchangia sekta ya elimu, hususani katika kuhakikisha kwamba vifaa vya kujifunzia na kufundishia vinapatikana kote. Ndugu wana michezo na wana taasisi yetu ya elimu Tanzania, tukio hili leo linafuatiliwa nchi nzima kupitia vyombo vya habari tulivyonavyo hapa, na nataka niwaambie tu kwamba hata mkuu wa nchi yuko kwenye TV anatuona live. Amenituma nilete salamu kwenu wana michezo wote na wana taasisi, na Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anawasalimia na kuwapongeza sana. Pokeeni salamu zenu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan rais wetu anaungana kwa pamoja na Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, makamu wa rais, na kwa pamoja na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambao wote hao kwa pamoja wanatupongeza sote tulioko hapa. Wanatupongeza sana kwa kumaliza mbio, lakini wanatupongeza kwa hamasa hii ya kuchangiaji kutoka kwa wadau kuhusu sekta ya elimu, na wanasema hiyo ndio dhamira ya serikali ya kuboresha elimu. Pokeeni salamu zenu kutoka kwa viongozi wetu. Ndugu wageni waalikwa na wanamichezo wote, kama ambavyo nimeeleza na ambavyo pia ameeleza mkurugenzi mkuu pamoja na wasemaji wengine kwamba leo ni siku muhimu kwetu. Leo tuna matembezi haya ambayo yanachangisha fedha kwa ajili ya kupata fedha za kuchapa na kusambaza vitabu vya kiada kufikia uwiano wa kitabu kimoja kwa mwanafunzi mmoja. Lakini pia fedha hizi zitakapopatikana zitakwenda kutumika kununua kompyuta maalum ambazo zitapatikana, zitakuwa zinaingizwa vitabu vilivyo katika nakala laini pamoja na maudhui mbalimbali ya kidijitali, ikiwemo video za masomo kwa ajili ya matumizi ya wanafunzi wetu wa sekondari kidato cha 5 na cha 6 katika mikoa 10 ya Tanzania bara na Zanzibar kwa pamoja. Kwenye sera yetu ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 ambayo pia tumetoa toleo la mwaka 2023, imetamkwa kuwa serikali kwa kushirikiana na wadau itahakikisha kwamba kuna kuwepo na rasilimali fedha za kutosha kukidhi mahitaji ya vifaa vya kufundishia na kujifunzia kulingana na viwango vilivyowekwa katika ngazi zote za elimu. Niwapongeze tena Wizara ya Elimu kwa kazi hii nzuri. Niwapongeze pia wadau. Nimeona kuna wadau wetu pale ambao pia mmechangia tukio hili, na wote ambao mmechangia tukio hili na kuweza kupata fedha ambazo zitamkwa
na mkurugenzi wetu. Tuwapigie makofi wadau wetu waliochangia fedha hizi. Tumeambiwa kuwa huu ni mwanzo tu wa uchangiaji. Mpango mkakati unaendelea mpaka siku ya kilele cha maadhimisho haya, ambapo mwisho wa mwezi wa Juni 2025 ndiko kilele cha shughuli hizi. Hatua hii ni muhimu kwetu, kwani inatimiza ndoto ya kila mwanafunzi kuwa na kitabu chake. Leo tuna kauli mbiu ya kitabu kimoja mwanafunzi mmoja, lakini kimsingi ni kila somo, kila mwanafunzi kitabu chake kimoja. Haya ndio malengo ambayo sisi tunataka tuyafikie, na inawezekana. Na haya maendeleo haya ndio yatakayotufikisha sisi kwenye teknolojia na matumizi ya vitabu. Ni jambo linalostahili kuungwa mkono, kwani vitabu hivi ndivyo ambavyo vitaweza kumpa mwongozo kijana. Bila hata kuwa na mwalimu, anaweza kupata taaluma yake kupitia vitabu hivyo. Na kwa hiyo kuwashirikisha wadau katika jambo hili ilikuwa ni azma yetu, na uchangiaji wao ni mafanikio yetu. Nataka tuwahakikishie kwamba michango yenu mlioitoa yote itatumika kama ilivyokusudiwa. Ndugu wana michezo, nataka nitumie nafasi hii kupongeza sana wadau wote mlioshiriki katika matembezi ya hisani siku ya leo. Leo nimefurahi kuona pia matembezi haya yametembewa na watu wazima, watu wa umri wa kati, lakini pia na vijana wadogo, wakiwemo watumishi wenyewe wa TET, isipokuwa hawa waliovalia kama wanasheria. Sikujua kama mna shughuli maalum ile ya kwaya bora kabisa hapa nchini, kumbe nyewe mnashindana na utumishi. Na Mheshimiwa Waziri wa Elimu, hawa waalike kwenye sherehe za serikali, walete ujumbe, wanatosha kabisa na change inabaki. TET oye! TET oye! Ndugu wana michezo na wadau wetu wa elimu, kauli mbiu yetu ya leo ni ile inayosema kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Kauli mbiu hii ina maana kubwa sana na ya kipekee katika muktadha wa maendeleo ya elimu hapa nchini. Kauli mbiu hii inatufundisha mambo mengi sana. Moja ni kwamba kauli mbiu hii inasisitiza haki ya kila mwanafunzi kupata kitabu chake cha kujifunzia, lakini inatufundisha kwamba elimu bora inahitaji vifaa vya kujifunzia kama vile vitabu. Mbili, kauli mbiu hii inasaidia kupunguza pengo la elimu kati ya familia yenye uwezo na zile ambazo hazina uwezo, kwa sababu sasa kila mtoto au kila mwanafunzi atapata kitabu chake katika kila somo. Hali hii itawezesha vijana wetu kupata elimu sawa, lakini pia inaweza kuleta hamasa katika kusoma na kuwafanya wanafunzi waone kuwa shule ni mahali pa kukimbilia. Tatu, kauli mbiu hii inawiana na malengo ya kitaifa ambayo inakwenda kumhakikishia mtoto wa Tanzania kwamba atapata elimu bora, na kupitia elimu bora taifa hili nalo litakuwa bora, kwa sababu litafikia malengo yake ya maendeleo endelevu na kuboresha ustawi wa kijamii. Na kila mtoto ambaye atapata vitabu vya kujifunzia atakuwa na ufanisi katika masomo yake, kama ambavyo tumeona vijana wetu hapa wote wana vitabu. Mwalimu amesema fungua ukurasa wa pili, kila mmoja amefungua, wamesoma, limeulizwa swali, kila mtoto ameelewa. Mjomba Mpoto, na wewe kwa usanii haya yote umeyatengeneza wewe, ni ujumbe tosha. Mjomba Mpoto, siku ile unatuliza, siku ile unatufurahisha, leo umetufurahisha. Tumpigie makofi Mjomba Mpoto. Ndugu na michezo ndugu na michezo, haya mafanikio tunayopata ni mafanikio yanayotokana na serikali yenu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hatuwezi kumtenganisha mafanikio haya na yeye mwenyewe, na ndio kwa sababu sasa tunatamani apate miaka 5 kwa ridhaa yenu. Pale tunaposema Dr. Samia mitano tena, tunamaanisha kwamba tunataka maendeleo haya yawe endelevu. Sekta ya elimu imefanya kazi kubwa, wote mnajua. Tumeimarisha kwenye miundombinu, tumekamilisha kurugenzi zote, msingi, sekondari, vyuo, tena vya kati na vya juu na vya ufundi, vyote vimepata miundombinu iliyo bora. Tunapokwenda kwenye vifaa, leo TET anatuandalia mpango kazi wa vitabu kwa ajili ya shule za msingi na sekondari, na inawezekana pia na vyuo vya ufundi. Kwa lazima tuunge mkono jitihada hizi za TET. Lazima tuhakikishe kwamba TET tunawatia hamasa kubuni mambo mazuri zaidi, ili kila Mtanzania ambaye anakwenda shule
aweze kufanikiwa. Ndugu wanamichezo, mafanikio mengine kupitia serikali yetu, tumefungua milango ya ajira ya walimu wanaofundisha kwenye taasisi zote, kurugenzi zote, na kufikia mwaka 2023 tayari serikali yetu ilishaajiri walimu 23,879 wa shule za msingi na sekondari ambao wameajiriwa, na hivi karibuni wiki mbili zilizopita tulikuwa tunafanya usajili wa walimu wengine 6,000 ambao tunapeleka kwenye vyuo, shule za sekondari na msingi kwa lengo la kwenda kufanya usomaji uwe rahisi zaidi. Swala ujenzi wa shule mpya kwa shule sekondari na msingi, wote mnajua vyuo vya ufundi tumevijenga karibu kila halmashauri, na tunaendelea kukamilisha zoezi hilo kwa kuongeza vyuo vingine 33. Tunataka tumpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa maono yake na jitihada zake ambazo kwa kweli amefanikisha mageuzi makubwa kwenye sekta ya elimu, ikiwemo mageuzi makubwa ndani ya jengo hili la TET. Piga makofi mengi sana kwa TET. Nirudie kuwapongeza wadau wote, Wizara ya Elimu, wadau ambao wanachangia, taasisi zote ambazo katibu mkuu na mkurugenzi mkuu Madam Komba amesoma, taasisi ambazo zinafanya kazi pamoja, lakini tuna bodi yenyewe ya Taasisi ya Elimu Tanzania chini ya mwenyekiti Profesa Maulid Mwatawala kwa kuendelea kusimamia vyema majukumu ya taasisi yetu. Profesa, endelea kusimamia taasisi. Mafanikio haya ni yako wewe na timu yako, bodi yako ya kurugenzi. Mnafanya vizuri, na leo mmetuonyesha kwamba nyie ni pamoja na sisi, tuko pamoja. Malaki hii fence hii ilikuwa tujajua huku ndani kuna nini. Tulikuwa tunaona maandishi. Na mimi pia naingia kwa mara ya kwanza. Mimi ni mwalimu lakini nimeingia huku ndani kwa mara ya kwanza. Endeleeni kufungua milango ya taasisi ya elimu. Tuongeze idadi ya wadau wanaochangia jitihada zenu za kuhakikisha kwamba mpango mkakati wa vitabu, kila somo kwa kila mwanafunzi kitabu kimoja. Huu ni mpango ambao unakwenda kutuletea ukombozi. Hongera sana taasisi, na sisi tunasema kusherehekea miaka 50 ni sahihi, kwa sababu haya mafanikio ambayo tumeyafikia mpaka leo ni mafanikio ambayo yameratibiwa mwaka hadi mwaka mpaka leo hii. Jengeni utamaduni huu, si tu kwa miaka 50, andaa pia na miaka 51, miaka 52. Inshallah Mwenyezi Mungu akituweka hai, tutakuja kuungana na nyie kwa wingi zaidi kuliko mwaka huu. Lakini pia nitoe wito kwa wadau. Tumeelezwa kwamba azma hii ya kufikia kitabu kimoja mwanafunzi mmoja na ununuzi wa kompyuta na kuhifadhia vitabu inahitaji fedha shilingi bilioni 297. Bilioni 297 za Tanzania. Bado tuna safari ndefu. Leo tumepata bilioni 1 plus kutoka bilioni 297. Tuna kazi kubwa ya kufanya. Lakini tunaweza, nataka niwaambie. Hakuna ambacho hakiwezekani. Kama leo ghafla kwa haraka mmeweza kuchangisha bilioni 1. Kama leo kwa haraka mwanafunzi mmoja kitabu cha shilingi 2,000 na mjomba Mpoto amechangisha mamilioni hapa, tutashindaje kupata bilioni 297? Hebu tujipange vizuri, tuweke mikakati mingi, tuwakaribishe wadau, tuungane pamoja, tengenezeni matukio ya kutukusanya ili tuweze kuchangia kila siku. Tutazifikia hizo bilioni 297. TET, endeleeni kuhakikisha kwamba hii inawezekana. Tunaweza pia kuanzisha zoezi la uchangiaji huko kwa wadau ndani na nje ya nchi. Malengo yetu mpaka tunapohitimisha mwezi Juni tutaje kupata kiasi cha fedha ambacho tumekipata, na haya ndio malengo yetu. Kuhusu matembezi tumefanikiwa sana. Nataka nitoe wito kwa taasisi ya elimu ule wa kuongeza wigo. Shirikisheni makampuni ya uchapishaji na wadau wote kutoka sekta binafsi ili tupunguze gharama za uchapishaji. Haya ni maeneo ambayo tunaweza tukaweza kupunguza, alafu kwa uwezo wa fedha tunao tukamudu kuweza kuchapisha vitabu vingi. Lakini la pili, tafuta mikopo nafuu kwa shule na vyuo ili kuwawezesha kununua vitabu na vifaa vya kujifunzia. Tunataka kila shule ipate vitabu kutoka hapa. Tuna benki ya kutosha ya vitabu ambavyo tumelianzisha. Lakini tuanzishe na kuhamasisha matumizi ya vitabu kidijitali. Tunao mpango ndani ya TAMISEMI wa kila sekondari na msingi kuanzisha maabara ya kompyuta ili tuweze kujaza vitabu. Mpango huu sasa uwe ni maelekezo maalum kutoka wizara
lakini TET isimamie. Lakini mwisho tutahamasisha jamii na wazazi walioko kuchangia kama ambavyo mjomba Mpoto amefanya leo. Nimalizie hotuba yangu kwa kuipongeza sana TET kwa kazi nzuri mliofanya, na hasa kwa kuratibu tukio la leo la kutimiza miaka 50 na zaidi kufanya maadhimisho haya kwa njia ya matembezi ya hisani, ikiwa ni njia pekee ya kutoa ujumbe kwamba mmejipanga katika kuwezesha ufundishaji na ujifunzaji na kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi ana kitabu chake. Niwatakie kila laheri katika shughuli mbalimbali mnazoendelea kuzifanya kwenye kilele hiki cha maadhimisho hapo mwezi Juni 2025, na tutaungana pamoja siku ya mahitimisho ili tupate taarifa za hatua iliyofikiwa. Niwapongeze wote wanamichezo mliojitokeza, wana hamasa, wale ambao mmefanya kazi hii nzuri kwa kuonyesha mshikamano wakati wote, mmejitolea, na hatimaye leo hii tunapofika hapa tunakwenda kufanya zoezi ambalo tutalihitimisha hapa, ndio itakuwa ni mwanzo wa safari yetu ya maadhimisho yetu kwa Juni 2025. Baada ya kusema haya, sasa niko tayari kuhakikisha kuwa tunafanya zoezi la kuzindua, lakini naweza kutoa tamko la awali kabisa kuwezesha brass band kupiga wimbo rasmi wa kwamba sasa niko tayari kufanya zoezi la maadhimisho ya mwaka 50 ya TET yenye kauli mbiu ya kitabu kimoja mwanafunzi mmoja, kuwa sasa nakwenda kuyazindua rasmi. Asante sana kwa kunisikiliza. Makofi mengi sana tafadhali. 3, 2, 1. Makofi na vigelegele tafadhali. Makofi hayatoshi na vigelegele vingi. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.